Kiswahili kanda ya Rift Valley. Kwa hakika inasikitisha sana kila mara tunapoona ufisadi unapojitokeza katika nchi yetu tukufu, hasa hii ambayo inahusu mambo ya mafuta. Hili litakuja kutuathiri kwa kiasi kikubwa sisi wa Kenya, na tuliona wanasiasa wakilizungumzia swala hili, mpaka Waswahili wanasema penye moshi kunakuwa na moto. Kwa hivyo ni wajibu wa serikali kuchunguza haya kwa undani zaidi, isiwe ni kusulubishwa baadhi ya watu na ili hali kule juu hakujakaa sawa. Na tukisema juu tunazungumzia nani? Waziri mhusika. Haiwezi permanent secretary resign kisha waziri yuko na wala hajasema kitu chochote. Hii ndio unaona mara nyingi ufisadi wa kwetu Kenya unapofanyika, walengwa wakubwa wanakuwa ni wadogo, wale wa chini wanabaki vile walivyo. Uchunguzi huu kama wanasiasa walivyodokeza, kwa kuwa kuna mashirika makubwa ambayo ndiyo mashirika yanayoagizia haya mafuta, utaratibu gani ulifuatwa mpaka kukawa kuna shirika fulani linapewa kibali? Kwa hivyo ndio tukasisitiza sana kutatua mambo kama haya, ni lazima kuwe na ukweli, na DCI wasitumiwe katika masuala haya ya kushika mdogo siku moja mbili mambo yakapotelea barabarani. Yaangaliwe yanavyostahiki ili iwe ni utatuzi unaostahiki katika taifa letu. Kwa majina naitwa Kimtai Kirui. Mimi ni mkaaji wa Eldoret na pia ni mtetezi. Mwanzo kabisa tungependa kushukuru serikali kuhakikisha kwamba wafisadi wanakamatwa kisha wanachunguzwa. Ila tunasisitiza jambo mawili kwa upande wangu kama mtetezi wa haki wa binadamu. We want due process, it take its own course. Vile hao watu wamekamatwa wachunguzwe, iwe fair, independent and thorough, kisha watu wapelekwe kotini. La pili ni ya kwamba wasimamishwe, si mambo ya kulazimishwa watu wa resign kwa kazi. Hiyo ni kama kulazimishwa, already they be condemned guilty. Ukiona mtu anaambiwa usimamishwe kazi, no, ufutwe kazi ama resign, that is actually unprocedural. La pili ni ya kwamba we have the CS in that ministry ambaye ni Wandayi Opiyo. We also want him to resign because he's the head. We want Wandayi resign. There's no two way about it. Kenya hii tumekuwa na kasumba ya kwamba mtu akifanya makosa tunakimbilia these small rats. Hawa ndio wanasungushwa na wanafutwa kazi, lakini bwenyenye wenye anahusika pakubwa wanawachwa. Mwisho kwangu ni ya kwamba these companies, government to government, kwa sababu hiyo ilikuwa biashara kati ya serikali ya Kenya na serikali ya nje. We must be told, we want disclosure. And that's why nimeanza hapo mbele nikitangulia kwamba Wandayi resign, ni kwa sababu this was a government to government business deal. So umeona waanza kushika watu wa chini na kuna mwenye ana sign hizo vitu ambaye ni CS. Shukran. Zulfikar Osman. Ile hao wenzangu vile wameongea, I would like to state this, that what we hear about this corruption taking place in the Ministry of Energy, we want the CS himself to come out and tell us Kenyans exactly what transpired. And I would like to say again that DCI, instead of going for a small guys, we should know exactly what happened in this deal. And I would like to say, as we are seeing, the international prices of oil
is going up. And as Kenyans, we have to cushion, or the government has to cushion us. And this thing, I think, was talked also by our finance minister, that they will cushion us Kenyans for getting the shocks of price increase in the oil sector. That's all I have to say. Asanteni. Isikuwe sababu ya bei iongezeke, ikalie hapo hapo, wenye wameshikwa washikwe, lakini bei ya mafuta tusione ikipanda, ibakie pale pale, kwa sababu wakati inapanda raia wa kawaida ndio wanaumia. Kila kitu itaenda juu, transport itaenda juu, gharama ya chakula itaenda juu, na mwananchi ataumia. Kwa hivyo isikuwe hii mambo ya ufisadi ya mafuta ndio itafanya bei ya mafuta iongezeke kwa leo. Ni hayo. So the danger ambayo raia wanaangalia ni kwamba hao watu huenda wakitoka, the market will be very much unstable. So we really want a government waendelee na hiyo mwongozo ambayo ilikuwepo hapa awali ya kwamba the market should be stabilized, kwa sababu ongezeo vile mafuta inaanza kuwa hii vita ya Middle East na mafuta vile inakuja kwa hapo mbele, gharama ya maisha itaharibika, itakuwa juu. What you saying that EBRA actually had stabilized the market prices ya fuel in this country. So whatever happens, usikuwe na destabilization ya market. Hatutaki hiyo environment hiyo destabilized kabisa completely. That's what we are asking the government to consider so much. Zungumza kwa niaba ya raia, hasa ya walala hoi. Isiwe kule juu kuna mchezo unachezwa, huku chini tunaumia. Nani? Ni sisi. Ndio maana huwa ikitokea jambo kama hili tunajitokeza na kuzungumza na kutoa mwongozo. Ni jambo muhimu, inatakana uchunguzi ufanywe na DCI wawe na ukweli, isiwe nenye